Mchezo umemalizika. Matokeo hayo yaliyotokea mmeyapokeaje wekundu wa Msimbazi? Siku zote matokeo ya kufungwa kwenye mpira wa miguu huwa ni matokeo ya kuumiza. Hakuna namna ya kupokea matokeo ya kufungwa kwa namna nyingine yoyote zaidi ya maumivu. Na inauma zaidi kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi ya mwisho ya kuamua hatima yetu Simba. Na kinachouma zaidi ni kwamba kombe lilikuwa uwanjani, kombe jipya limeondoka, tumelikosa. Sisi Simba Sports Club tuna maumivu makali mno. Lakini katika mioyo yetu sisi wana Simba tunajihesabu kama ni mabingwa msimu huu. Tunajihesabu ni mabingwa wa Afrika msimu huu. Kwa nini hivyo? Kwa sababu msimu huu pamoja na kwamba tumepoteza ubingwa, lakini tumefanikiwa pakubwa sana hadi kufika kucheza hii fainali. Ndio maana kwenye mioyo ya wana Simba hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na viongozi wetu, wala hatuna deni na benchi la ufundi. Wamefanya kila kilichostahili kufanywa na wametimiza majukumu yao kwa 100%. Unategemea upate kitu gani cha ziada zaidi ya hiki ambacho Simba tumekipata kwenye kikosi chenye wachezaji wapya karibia 90%? Unategemea utawaunganisha vipi hao ndani ya msimu mmoja waje wakupe ubingwa? Kwa upya wao na ugeni wao wakafanikiwa kukupeleka fainali, una sababu ya kuwashukuru hao wachezaji. Lakini kwenye kikosi chenye wachezaji 99% ambao wanacheza kwa mara ya kwanza michuano ya kimataifa na bado wanafanikiwa kukupeleka fainali, hauna kingine cha kuwazungumzia zaidi ya kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kwenye wachezaji ama kikosi kinachoundwa na wachezaji chipukizi wenye umri mdogo na wanapambana vita kubwa na hatimaye wanakupeleka fainali, hakuna kingine cha kuwadai zaidi ya kuwashukuru na kuwapongeza. Tunaizungumzia Simba ambayo benchi lake lote la ufundi ni jipya. Walimu wanahitaji miaka 3, miaka 4 kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi Mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo, na hatimaye ametupeleka hatua ya fainali. Kwenye timu hii ukitoa Matola na Patrick Raymond meneja, waliobaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja na ugeni wao wameweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio, na hatimaye tumecheza fainali. Ndiyo maana tunaweka wazi ya kwamba sisi kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu tunasema ya kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu, kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa. Sasa tayari tuna timu ya kuweza kutufikisha fainali. Paliko baki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa, na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, break yetu inakuwa ni fainali ya michuano ya Afrika. Hiyo ndiyo standard mpya ya mnyama ambao tumeiweka hilo. Msimu huu kimataifa tumemaliza, tunajipongeza na tunakwenda kujipanga kwa wakati ujao. Ahmed, mashabiki wa Simba wengi ambao nimepata nafasi kuongea nao wanasema kinachouma sio kufungwa, lakini wanaona wameonewa zaidi kuliko fair. Mashabiki wana haki ya kuzungumza. Kama kuna maamuzi hayakumridhisha mtu yoyote, ana haki. Na mpira ni mchezo wa hadharani. Kila mtu anaona kama ile imefanyika sawa ama ile haikufanyika sawa. Kwenye failure yoyote huwa kuna sababu mbili. Huwa kuna sababu ya nje na kuna sababu ya ndani.
Kwa hiyo sisi Simba Sports Club kuna sababu ya ndani iliyotufanya tukose ubingwa, tutakwenda kuiangalia hiyo na tuboreshe. Alafu kuna sababu ya nje hiyo ambayo mashabiki wetu wanaizungumzia, nayo tunakwenda kujipanga tudili nayo vipi, ili safari inayokuja yasiweze kujitokeza matatizo ya nje. Budo, man of the match. Injini ya timu. Nataka niseme nini? Sema chochote. Mpira wa Tanzania una organ tatu. Kuna organ ya media, alafu kuna organ ya mashabiki, alafu kuna organ ya technical. Kwa Joshua Mutale Budo SGR, organ ya technical ambayo inaongozwa na Mwalimu Fadlu hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale, na mwalimu Joshua Mutale katika maisha yake anapaswa kumshukuru sana mwalimu Fadlu Davis. Amekuwa naye bega kwa bega. Joshua Mutale muda wote, pamoja na kwamba alikuwa hajacheza vizuri tangu amekuja Simba Sports, lakini mwalimu Fadlu hakuwahi kumkatia tamaa. Ameendelea kumtia moyo, kumsimamia na kumuongoza, na hatimaye hii leo amekuja kutulipa uvumilivu. Organ ya pili ilikuwa ni organ ya mashabiki. Mashabiki wa Simba hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Bahati mbaya ama nzuri, nyinyi huwa mnakaa the other side kwenye uwanja ule wa KMC, lakini wale ambao huwa wanakaa kwenye haya majukwaa ya mashabiki, Joshua Mutale alikuwa akipewa nafasi hata akicheza vibaya, lakini still watu wataendelea kumwimba Budo 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 kwa ajili ya kuendelea kumencourage ili aje afanye kazi yake ipasavyo ndani ya Simba. Kwa nini hizi organ mbili hazikukata tamaa kwa Joshua Mutale? Kwa sababu sisi mashabiki wa Simba pamoja na mwalimu Fadlu walikuwa wanajua kabisa ya kwamba Joshua Mutale ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa. Cha kufanya ni kumtunza na kumwengaenga ili kipaji chake kisipotee. Ndio kazi ya mwalimu na mashabiki ambao tumeifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Na Joshua Mutale ndio mchezaji mwenye bahati kubwa na mashabiki wa Simba. Pamoja na kufanya vibaya kwenye nyakati zile, lakini watu waliendelea kumpigania na kumpenda. Wachezaji wengine wakicheza kama alivyokuwa anacheza Joshua Mutale, huwa wanaambulia matusi, wanaambulia kejeli. Nimewahi kumkuta mtu kama Kibu Dennis situation kama hiyo. Alikuwa afanyi vizuri, mashabiki wakawa wanamvamia muda wote mpaka akawa anakosa imani na raha na Simba yake. Lakini kwa Joshua Mutale imekuwa ni tofauti, watu waliendelea kuwa na imani naye, na imani ambayo tuliinvest kwa Mutale Budo imetulipa. Leo anafunga goli, anakuwa mchezaji bora. Just imagine kutoka kuwa mchezaji bora kwenye mechi dhidi ya Big Man, dhidi ya Mbeya City, anakwenda kuwa mchezaji bora kwenye mechi ya finali dhidi ya Berkane. Bahati mbaya ama nzuri, gari ya Joshua Mutale imechanganya mwisho wa safari, kwa maana msimu unamalizikia ukingoni. Lakini huyu Mutale tunayemuona sasa ndiye ambaye tutafungua naye msimu akiwa na ubora huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ahmed, wewe umekuwepo ndani kwa wachezaji na mimi umepita. Kipindi cha mapumziko kulikuwa kuna kama sintofahamu, kutoelewana kati ya Ngoma na Kamara. Pengine kwenye pita zako umejaribu kufahamu kama umebaini nini ambacho kilikuwa kimewafanya? Ni kweli nimeiona ile situation na nimeingia dressing room, lakini nimesahau kuuliza kama nitabahatika. Wameshatoka kwa wachezaji? Wameshatoka. Hapo kwenye mix zone hamjao? Wameshatoka. Hawajaongea. Nilisahau kuuliza. Ningejua ningemuuliza hata meneja angenihadithia, ningekuja kuambia. Si mnajua mimi swafichaki jambo lakini nitafuatilia na nitawaambia. Ngapi? Juni?
Kabla ya Juni 15 tuna mechi kidogo hapa. Tunarudi nyumbani hivi sasa. Lakini kabla tumemaliza masuala ya kimataifa. Tumemaliza. Everyone is satisfied. Tumeshiba. Dakika 10 zimebaki.